Mtazamaji, baada ya Gen Z kuweza kutoa onyo kali, baada ya Gen Z kuweza kutishia kwamba hawatapumzika hadi wakati ambapo aliyemuua Albert Ojwang atakapojiuzulu, ambaye ni naibu wa Inspector Generali Eliud Lagat atakapojiuzulu. Na mtazamaji, siku hii ya leo hatimaye Eliud Lagat ametoa taarifa. Barua imeweza kutoka kwamba ameweza kukubali kujiuzulu na kutoka katika cheo chake kama naibu wa Inspector Generali. Na mtazamaji, bado mambo yanazidi kuwa moto zaidi nchini. Hujambo na karibu tena mpenzi mtazamaji katika uchanganuzi wa siku hii ya leo. Natumai ubuheri wa afya na mzima kama kigongo. Hatimaye mtazamaji, DIG Eliud Lagat ameweza kujiuzulu. Na mtazamaji, hii inafuatia baada ya Gen Z kuweza kutoa onyo kali na kusema kwamba wangeweza kuandamana juma hili lote iwapo bwana Eliud Lagat hangeweza kubanduliwa kutoka mamlakani kama naibu Inspector Generali. Mtazamaji, kabla niweze kukuchanganulia ni kwa nini Eliud Lagat aliweza kutakikana kuweza kujiondoa kutoka kwa cheo chake, iwapo ni mara yako ya kwanza mtazamaji, uweza kuungana nasi kwa kusubscribe. Mtazamaji, fahamu kwamba Eliud Lagat ambaye ni DIG ndiye aliyeamuru huyu ambaye ni mwanablogu na pia mwanaharakati Albert Ojwang kuweza kukamatwa. Na mtazamaji, baada ya yeye kuweza kukamatwa, usiku huo huo akaweza kupatikana akiwa ameiaga dunia. Na mtazamaji, taarifa ambazo ziliweza kutoka kwa kituo cha Central Police ni kwamba aliweza kujigongesha na seli za ukuta za seli, na hivyo basi akaweza kujitia kitanzi. Baadaye mtazamaji, baada ya IG Kanja kuweza kuapishwa ili aweze kusema ukweli katika bunge, mtazamaji, cha kushangaza ni kwamba aliweza kuomba msamaha na kusema kwamba taarifa ambazo zilikuwa zimechapishwa hapo mwanzoni zilikuwa za uongo. Na hivyo basi habari ama ushahidi ambao uliweza kutokea ni kwamba huyu ambaye ni Albert Ojwang aliweza kuiaga dunia ama aliweza kufariki akiwa katika mikono ya maafisa wa usalama. Mtazamaji, kwa nini Wakenya walikuwa na machungu zaidi na wanamtaka huyu ambaye ni DIG Lagat kuweza kujiuzulu? Cha kwanza, mtazamaji, kuna kichwa ambacho kiliweza kuwekwa katika gazeti la The Standard likisema The Rich Cop, na katika picha ya chapisho hilo ilikuwa picha ya huyu ambaye ni DIG Lagat ikisema jinsi ambavyo anapokea kiasi kikubwa cha pesa kutoka kwa hongo. Na mtazamaji, pesa hizo zina tali ama the total amount zinafika shilingi bilioni 56 na zinapita. Jambo hilo mtazamaji liliweza kupelekea huyu ambaye ni Albert Ojwang kuweza kukamatwa. Na mtazamaji, chapisho la Albert kwa mtandao wa X lilikuwa linaelezea jinsi ambavyo huyu ambaye ni Eliud Lagat anashirikiana na baadhi ya maafisa wakuu serikalini ili kuweza kupata pesa nyingi zaidi kutoka kwa wananchi. Na mtazamaji, pesa hizi ni kutokana na hongo, pesa za traffic na zile pesa ambazo mtazamaji zinakusanywa katika vituo vya polisi. Kituo cha polisi cha Central ndipo mahali ambapo Albert Ojwang alichukuliwa baada ya kuweza kushikwa ama kuweza kukamatwa pale kwake katika kaunti ya Homa Bay. Na mtazamaji, habari ambazo ziweza kupelekea Wakenya kusema kwamba huyu ambaye ni IG Kanja pamoja na msaidizi wake DIG Lagat waweze kukamatwa. Mtazamaji, polisi wanaotakikana kuweza kulinda haki ya mwananchi waliweza kumuua mwananchi ambaye hana hatia. Na mtazamaji, jambo hilo limeweza kuzua gumzo si katika nchi ya Kenya pekee, bali katika mataifa ya ng'ambo ama the foreign countries, kusema kwamba ni kwa namna gani huyu ambaye ni DIG Lagat kuweza kusema kwamba Albert ambaye ni mwanaharakati aweze kukamatwa kutokana na chapisho lake la mtandao wa Twitter. Na mtazamaji, cha kushangaza zaidi ni kwamba mwanaharakati huyo anapatikana akiwa amefariki, huku akiwa na majeraha makali zaidi mwili mzima. Ni jambo ambalo mtazamaji liliweza kupelekea Gen Z kuweza kuingilia kati na kusema kwamba wanataka haki iweze kutendeka.
Siku ya jana, mpenzi mtazamaji, naibu wa rais aliyebanduliwa Bwana Rigathi Gachagua hatimaye aliweza kutoboa siri na kusema jinsi ambavyo serikali inashirikiana na kikosi maalum kinachoongozwa na Rais William Ruto, kikosi cha maafisa wa usalama walio highly trained officers, walio na kazi ya kuweza kuteka nyara, kuweza kutesa, kuua, na hivyo basi mtazamaji, hatimaye kuweza kuficha ule ushahidi. Rigathi Gachagua alisema kuna mamia ya wanaharakati ambao mtazamaji wameweza kutekwa nyara na kuangamizwa, na mtazamaji, kesi hizo zikaweza kutupiliwa mbali. Ni jambo ambalo linazidi kuwakera Wakenya zaidi. Siku ya jana mtazamaji, Rigathi Gachagua pia akaweza kutoboa siri nzito kusema jinsi ambavyo Rais William Ruto anashirikiana na waasi kutoka nchi ya South Sudan ili kujaribu kuipindua serikali. Na mtazamaji, yote hayo yakizidi kutendeka, fahamu kwamba Wakenya walikuwa wamesema kwamba siku ya kesho itakuwa siku ya maandamano. Na mtazamaji, maandamano haya ni ya kupinga uongozi wa Kipchumba Murkomen ambaye ni waziri wa usalama, IG Kanja na huyu ambaye ni DIG Lagat. Wa kwanza mtazamaji ashajitoa, ambaye ni Eliud Lagat. Mtazamaji, anayetakikana kuweza kutoka sasa hivi ni kinara mkuu ambaye ameweza kusimamia masuala ya usalama ambaye ni Kipchumba Murkomen pamoja na mdogo wake ambaye ni IG Kanja. Na mtazamaji, Wakenya wanashangaa ni kwa namna gani Mkenya ambaye hana hatia aweze kukufia kwa mikono ya maafisa wa usalama wa kitengo cha DCI walio na wajibu wa kuweza kulinda haki za mwananchi wa kawaida. Ni jambo ambalo mtazamaji bado linazidi kuwakera sana Wakenya. Fahamu chama cha wanaharakati nchini kiliweza kusema kwamba kinataka haki iweze kutendeka na familia ya mwenda zake Albert iweze kupata haki yao. Fahamu kwamba mtazamaji, kesi ya Albert Ojwang ilikuwa iweze kutupiliwa mbali. Lakini mtazamaji, baada ya Gen Z kuweza kufahamu ukweli wa mambo kwamba wale walio na ngazi ya juu serikalini ndio wanaoshirikiana na kitengo maalum ambacho Gachagua aliweza kukianika kwamba kazi yao ni kuweza kuteka nyara wale wanaharakati, kuweza kuwatesa ama kuwasukumia mateso, kuangamiza mtazamaji, na baadaye kuweza kutupa ushahidi. Fahamu kwamba mtazamaji, ushahidi kutoka kwa kituo cha polisi cha Central uliweza kukuwa compromised. The evidence from Central Police Station was tampered. Kamera za CCTV mtazamaji ziliweza kufutiliwa mbali na fundi ambaye alifanya uharibifu huo mtazamaji akaweza kushikwa. Mtazamaji, hii ni ishara tosha kwamba serikali hii inatumia baadhi ya watu ili kuweza kuficha ama kuweza kunyamazisha wale wanaharakati wanaojaribu kuweza kuikosoa serikali. Albert Ojwang mtazamaji hakuwa na hatia yoyote. Aliweza kusema jinsi ambavyo serikali hii ilivyojawa ufisadi mkubwa, na hivyo basi pesa ambazo zinakusanywa kila siku hapa nchini. Fahamu kwamba baada ya Mkenya kuweza kukamatwa akiwa na maybe drugs, mtazamaji, yeye hupelekwa katika kituo cha polisi na baadaye huachiliwa kwa faini fulani. Faini hiyo huenda wapi? Na mtazamaji, Albert aliweza kufichulia Wakenya jinsi ambavyo DIG Lagat alivyokuwa akikusanya hongo kutoka kwa Wakenya wa kawaida na kupitia kwa wale maaskari wa ngazi za chini, ili mtazamaji ziweze kuingia katika benki na account za hawa wakubwa katika serikali ya Kenya. Mtazamaji, ni jambo ambalo linazidi kuzua gumzo, huku Wakenya wakisema kwamba kuna mambo ambayo mtazamaji bado hayajafichika. Fahamu kwamba Rigathi Gachagua aliweza kuahidi Wakenya kwamba ataweza kufichua mambo ambayo ni ya siri zaidi, huku Wakenya wakisema kwamba watashirikiana na Gachagua ili kuweza kumbandua Rais William Ruto ifikapo mwaka 2027. Fahamu mtazamaji, hapa ni Tani Digital. Tunakupa uchanganuzi wa kina masuala ya kisiasa na masuala yanayochipuka nchini. Cha muhimu, jiunge nasi kwa kusubscribe.